Hivi kwa nini ilikuwa kidonge kichungu? Kwa nini wewe? Bwana, hiyo waliniita tu watu kwa sababu ya dawa ninayotoa. Yaani naongea vitu ambavyo kitakuumiza, yani kitakuuma ila kitakusaidia. Yaani ukweli ambao unauma, ukweli mchungu kifupi. Sasa wakati wenzako wanapenda kidogo kulainisha mambo, unaongea machungu. Huoni kama inaweza kukuletea shida Salum? Mimi bwana, sio mambo yangu. Mimi kuongea vitu laini sio mambo yangu. Na shida zilishataka kuja, lakini kwa heri ya Mwenyezi Mungu zimenikwepa kwa sababu uweni ukiongea kitu cha ukweli hakina tatizo, ila ubaya uongee uongo. Sawa bwana Salum, hapo tuna zoezi kubwa sana sasa hivi Tanzania kwenye michezo. Tuna jambo la uwanja. Kuna uchungu wote ambao unaweza kuzungumza kuhusiana na uwanja? Tunakumbuka Simba waliwahi kuzungumza nyuma kwamba uwanja upo pale Bunju, wakaanza kama foundation ya mazoezi na nini, wanafanyia mazoezi huko kila siku, wamekuwa wakifanya hivyo zaidi ya misimu mitatu. Lakini Yanga wamekuja sasa hivi nao wana ajenda yao kwamba wanajenga uwanja. Ndani ya miaka miwili tumeambiwa kwamba uwanja unaweza kukamilika. Kuna uchungu gani ambao unaweza kauleta? Wewe ndio Mr. Kidonge. Mimi kidonge changu lazima watu wapewe dawa. Mimi jambo la heri kujenga kiwanja, hakuna anayekataa. Jambo zuri, na kila timu inataka kuwa na kiwanja, na sisi kama moja ya watu ambao wachambuzi tunaongea kila siku timu zijenge viwanja vyao. Umeelewa? Hata kama kwa msaada, kwa makampuni aidha yatajenga, mabosi matajiri, lakini kuwe kuna benefit, yani kuwe kuna faida na timu. Sasa kwa mfano kama mimi niwe tu muwazi, mimi huu mkataba wa Young Africa kusema kweli mimi sijauelewa. Kwa nini ukisema hujauelewa? Mimi kama Kidonge sijauelewa kwa sababu ya kuingia mkataba ambao hauna ukomo wa masharti yake. Yaani unajua ile 50% mwekezaji, 50% timu. Yaani sasa baada ya hapo hatujaambiwa kwa muda gani. Yaani maana yake zile 50% zitakuwa za milele, si ndio? Ambapo mimi yani mikataba ya milele yani waga sijawahi kuikubali, kwa sababu unajua kwenye hizi timu viongozi huwa wanaenda wanabadilika. Umeelewa vizuri? Wanaweza wakaja viongozi wengine wana maono mengine tofauti na nyinyi mlikuwa madarakani sasa hivi. Kwa hiyo nyewe mtakavyoingia mkataba wa milele, watakuja wezenu watakuwa mkataba hawauelewi, mtawapa shida wale wengine ambao wamekuja. Yani mimi at least Yanga ningewaelewa hata kama wasingefanya 50-50, hata wangefanya 80-20 au 90-10, lakini kuwe kuna kikomo cha huo mkataba, hayo makubaliano. Yani at least basi okay, miaka 50 kwa 50 kwa miaka 100, so 50, ila kuwe na kikomo cha mkataba. Lakini mimi mkataba wowote, hata kama ungeniambia mwekezaji angekula 40 au 60, ila hakuna kikomo cha mkataba, mimi siwaelewi. Kwa shida yako iko kwenye kikomo. Lazima kungekuwa kuna mwisho, yani kikomo chake cha huu mkataba. Yani mimi mkataba wa milele inakuwaje? Yani kwenye timu ya watu, umeelewa? Kwa sababu wewe kiongozi kwa muda huo unakuwa wewe umepewa tu dhamana na watu kwa miaka hiyo. Pengine wanaweza wakaja watu baadaye wana maono tofauti kuhusu hiyo issue ya kiwanja. Kwa sababu issue ya kiwanja lile ni issue pale, kuna kitu eneo limehusika ambalo la Young Africa, si ndio? Mimi at least basi kama kulikuwa kuna mkataba wa namna hiyo wa 50-50 wa milele, basi labda usingejengwa eneo lile. Yani bwana wangejengewa eneo lingine, ila ndo kila kitu nembo nini ya Yanga ingetumika na nini, kiwanja cha Yanga inawezekana ingeniingia akilini, ambapo katika eneo hili la Jangwani lingeachwa free. Maana yake hata kama sasa siku ndo baadaye huko mbeleni watu wanakuja kupata uwezo wa kujenga viwanja au kuongea na mwekezaji na wao wakatoa chochote wakajenga uwanja, umeelewa, ambao mwisho wa siku baadaye ongeza kuumiliki wao Yanga kwa 100%. Sasa mimi tatizo langu lipo hapo tu, yani mkataba ule kuwa hauna kikomo.